Hawa ni wachezaji watano ambao wamefeli kabisa kuonesha kile ambacho watu walitarajia, wachezaji waliosajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili barani Ulaya. Leo tutaangazia wachezaji watano katika ligi kuu ya nchini Uingereza EPL ambao wameshindwa kabisa kuonesha kile ambacho watu wengi walitarajia kukiona kutoka kwao. Nitakutajia mchezaji wa kwanza mpaka mchezaji wa tano. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa orodha hii ya wachezaji watano ambao wamefeli waliosajiliwa katika dirisha kubwa la usajili. Mchezaji wa kwanza ni Benjamin Sesko, mchezaji ambaye alitokea kwenye klabu ya RB Leipzig akihamia Manchester United. RB Leipzig ambayo inashiriki ligi kuu ya nchini German Bundesliga. Uhamisho wake ulitajwa kuwa pound milioni 76 na mkataba wake wa kutoka RB Leipzig kujiunga na klabu ya Manchester United ulikuwa ni mkataba wa miaka 5. Mpaka sasa ameweza kucheza michezo 17 akiweza kufunga magoli 4 pekee katika hiyo michezo 17 aliyocheza mpaka sasa, na akitoa assist moja tu ya goli. Msimu uliopita akiwa kwenye klabu yake ya RB Leipzig aliweza kucheza michezo 33 ya ligi na akiweza kufunga magoli 13 huku akitoa assist 4 za mabao. Kwa nini amefeli? Kwa sababu ukiweza kulinganisha zile takwimu zake za msimu uliopita akiwa na klabu ya RB Leipzig ukizilinganisha na takwimu za msimu huu Manchester United, michezo 17 magoli 4 pekee, unaona kabisa kuna namna fulani alifeli. Ukiangalia kwa namna ambavyo Benjamin Sesko alivyokuwa anatajwa alipokuwa akijiunga na klabu ya Manchester United, alikuwa anatajwa kama mkombozi kwenye safu ya ushambuliaji pale katika uwanja wa Old Trafford. Walikuwa wakiamini kwamba wamepata chuma kweli kweli, chuma haswa. Lakini tangu aanze kupata nafasi kwenye kikosi cha Manchester United amekuwa akipitia changamoto kadha wa kadha. Amepata injury kadhaa ambazo zimemweka nje kwa michezo kadhaa, lakini bado alipopata nafasi hajaweza kuonesha kile ambacho watu wengi walitarajia kukiona kutoka kwake tangu ajiunge na klabu ya Manchester United. Alitajwa kuwa striker hatari ambaye anaweza kuja kushindana na kina Erling Haaland wa Manchester City, lakini bado unaona yuko nyuma sana. Erling Haaland kwa sasa ana magoli 20 katika michezo 21 aliocheza, lakini huyu jamaa amecheza michezo 17 ana magoli 4 peke yake. Unaona kabisa kuna namna fulani bado hajaweza kuonesha kile ambacho watu walitarajia kukiona kutoka kwake bwana Benjamin Sesko. Mchezaji wa pili ni Alexander Isak. Alexander Isak akitoka katika klabu ya Newcastle United na kujiunga na klabu ya Liverpool. Huyu ametoka EPL ameingia EPL. Sasa Alexander Isak ni mmoja wa wachezaji ambao wamesajiliwa kwa pesa nyingi sana pale katika kikosi cha klabu ya Liverpool, akisajiliwa kwa euro milioni 145 kwa mkataba miaka 6 kuitumikia klabu ya Liverpool. Alexander Isak amekuwa akipitia changamoto kadha wa kadha. Ni kama klabu ya Newcastle United ingekuwa kibongobongo kwenye imani za kuamini mambo ya ushirikina, tungeamini kwamba Newcastle United wamempiga juju bwana Alexander Isak, kwa sababu tangu ajiunge na klabu ya Liverpool mambo yamekuwa magumu sana kwake bwana Alexander Isak, kwa sababu mpaka sasa hivi amepata injury takriban mara 2 mpaka sasa yuko injury. Kuna ile mara ya kwanza alivyojoin alicheza michezo kadhaa kama amepata injury ambayo ilimweka nje ya uwanja kwa muda sasa, na hii hapa ambayo sasa imemweka nje kwa muda mrefu kidogo. So sababu za injury zinaweza kuwa sababu ambazo zimeweza kumfanya Alexander Isak asiweze kufanya vizuri kama ambavyo watu wengi walikuwa wakimtarajia. Alivyokuwa anajiunga na klabu ya Liverpool alikuwa kitajwa kuwa moja wa wachezaji hatari, kuwa moja wa striker hatari ambao watafanya mabala makubwa kwenye msimu huu na wataweza kuwa kwenye wale top scorer, lakini bado hajaweza kuprove kile ambacho watu wengi walikuwa nakitarajia. By the way, mpaka sasa ameweza kufanikiwa kucheza michezo 10 ya ligi, na katika michezo 10 alocheza ameweza kufunga magoli 2 na kutoa assist 1 ya goli. Yes, ukiangalia msimu jana akiwa na Newcastle United alikuwa ni moja ya wafungaji noma sana kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Akicheza michezo 34, katika michezo 34 aliweza kufunga magoli 23 akitoa assist 6 za magoli bwana Alexander Isak.
bado unaona kabisa ule ulingano wa magoli aliyofunga akiwa kwenye klabu ya Newcastle United na magoli ambayo amefunga akiwa Liverpool, kuna namna usajili wake kama umefeli, kuna namna kiwango chake kama kimeshuka. Kwa sababu ukiangalia kiwango cha Hugo Ekitike ambaye alisajiliwa mwanzoni kama mbadala kwenye klabu ya Liverpool kama Alexander Isak hata patikana, unajua usajili wa huyu jamaa ulileta tafaruku kidogo, ulizua taharuki kidogo. Ulikuwa ni usajili ambao ulikuwa kuforce sana. Newcastle United walikuwa wamegoma kabisa kumwachia Isak, lakini mwisho wa siku akaweza kumwachia kwa euro milioni 145. Sasa baada ya kumwachia, yes, anajiunga na Liverpool, akijiunga na Liverpool kama star, kama mchezaji ambaye anakuja kufanya mabalaa, lakini bado unaona Hugo Ekitike anakuwa bora zaidi yake msimu huu. So kiukweli kuna namna bado nahisi maybe ile bado hajapata watu sahihi wa kumpa zile pasi za magoli kama alivyokuwa akipewa kule kwenye klabu ya Newcastle United, au bado kuna namna fulani ana ugeni sana. Maybe akikaa sawa, asipopata injury tofauti, anaweza karudi akawa mchezaji bora katika klabu ya Liverpool. Mchezaji nambari 3 ni Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres, nyota wa klabu ya Arsenal kwa sasa, striker hatari kweli ambaye ametokea pale katika klabu ya Sporting Lisbon ya nchini Ureno na kujiunga na klabu ya Arsenal ya EPL. Hii ni moja ya sajili ambayo mashabiki wa klabu ya Arsenal walikuwa hawalali wakiota, wakimwota Viktor Gyökeres, mzee wa magoli, goal scorer machine. Ujamaa ni moja kati ya mastriker ambao walikuwa wanaogopeka sana. Ametoka kwenye klabu ya Sporting Lisbon akiwa amecheza michezo 33, akifunga magoli 39 na kutoa assist 6 za magoli. Uhamisho wake uliweza kugharimu euro milioni 63.5 na mkataba wake katika klabu ya Arsenal unasoma miaka 5, ndipo mkataba wake utakapotamatika baada ya miaka 5 katika klabu ya Arsenal. Sasa ukiangalia takwimu zake msimu huu, kiukweli haziridhishi ukilinganisha na msimu uliopita akiwa na klabu ya Sporting Lisbon. Unaona kabisa kuna namna ambavyo Viktor Gyökeres amefeli kuwapa kile watu ambacho walitarajia. Matarajio ya Arsenal walikuwa kitarajia makubwa sana, wakiamini kwamba Viktor Gyökeres anakuja kuwa mkombozi pale kwenye safu ya ushambuliaji, kwa sababu Arsenal walilia sana na striker kwa miaka mingi. Sasa wakawa wanajua wamepata mkombozi, wamepata mtu wa kuibeba Arsenal kwenye swala zima la ushambuliaji, striker, goal scorer machine, kwa sababu kwa miaka mingi sana Arsenal wameteseka sana kupata mtu wa kufunga. Baada ya Gabriel Jesus kuweza kupata injury, kulikuwa na shida sana kupata strike. Sasa Arsenal wakawa wamempata Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres mambo yamekuwa magumu mpaka sasa hivi. Katika michezo 18 ambayo amecheza kwenye klabu ya Arsenal, ameweza kufunga magoli 5 pekee kwenye ligi kuu ya nchini Uingereza. So unaona bado hata ile robo ya performance aliyoonyesha msimu uliopita akiwa na klabu ya Sporting Lisbon bado hajaweza kuifikia. So ni kufeli huko, tunakuita kufeli kwa sajili ya Arsenal ya Viktor Gyökeres. Mchezaji wa 4 ni Florian Wirtz. Florian Wirtz, German boy kutoka katika klabu ya Bayer Leverkusen akihamia katika klabu ya Liverpool. Bundesliga to EPL. Unaweza sema labda Bundesliga na EPL, kuna namna watu wanasema EPL is not for everybody. Hichi kitu nacho kimemkuta bwana Florian Wirtz kwa kiasi fulani. Anaonesha performance na kila uchao kuna namna unaona mambo yanabadilika. Anakuja anakuwa mtu mzuri kila siku, anaendelea kuwa beta, lakini uanzaji wake alivyoanza kwenye EPL ulikuwa ni wa mashaka. Mwanzo wake ulikuwa wa mashaka. Kuna namna mpaka mashabiki wakaanza kulalamika, mchezaji ghali lakini bado anafanya vitu ambavyo wachezaji wa kawaida wanaweza kufanya. Unakumbuka Florian Wirtz ni moja kati ya wachezaji mpaka sasa hivi hakuna mchezaji wa EPL ameweza kuvunja rekodi ya uhamisho wake, akisajiliwa kwa euro milioni 150. Ni pesa nyingi sana
ambayo Liverpool ilipasuka, mfuko ulitikiswa kweli kweli wa klabu ya Liverpool, euro milioni 150. Usajili ambao ulikuwa usajili ghali zaidi katika EPL. Mpaka sasa hakuna mtu ambaye ameweza kuvunja huu usajili. Lakini ukija kuangalia matunda ya sajili ya Florian Wirtz katika klabu ya Liverpool yalikuwa madogo sana. Attacking midfielder huyu anafanya vizuri, lakini bado amekuwa na gundu. Kutoa assist, kutoa magoli imekuwa mtihani sana kwake. Ilimchukua muda mrefu sana kuja kupata assist yake ya kwanza. Imagine anakuja kupata assist katika dakika za jioni kweli kweli za mwaka, anapata assist yake ya kwanza. Na by the way, mpaka sasa hivi mwaka huu ameweza kuanza na goli, lakini aliweza kumaliza pia na goli. Kwa sasa hivi ameweza kufikisha jumla ya magoli 2 bwana Florian Wirtz. Katika michezo 20 aliocheza mpaka sasa ameweza kufunga magoli 2 pekee na kutoa assist 1 ya goli. Ukiangalia msimu uliopita akiwa na Bayer Leverkusen aliweza kufunga jumla magoli 10 akitoa assist 14 katika michezo 31 ya Bundesliga aliyoweza kucheza. Sasa unaona kabisa kuna namna Florian Wirtz anahitaji kuendelea kupambana ile kweli kweli, kuonesha kwamba I'm doing great, I'm getting better every day. So mchezaji wa 5 na wa mwisho ni Yoane Wissa, akitokea katika klabu ya Brentford na kujoin katika klabu ya Newcastle United. Brentford ni moja ya klabu noma sana ambayo inazalisha talenti nyingi sana. Imeweza kuuza talenti nyingi sana katika klabu kubwa. By the way, huyu hajahama ligi, ametoka EPL, ameweza kujoin EPL pia. Moja ya sababu ambayo imemkwamisha sana Yoane Wissa this season ni majeraha. Majeraha yamekuwa kimsumbua sana. Uhamisho wake ulikuwa ni wa euro milioni 55. Sasa alivyotoka Brentford alikuwa na wastani mzuri kweli kweli. Wastani katika michezo 35 aliocheza akiwa na Brentford aliweza kufunga magoli 19, akiweza kutoa assist za mabao 4. Yes. Sasa Newcastle United mpaka sasa hivi ameweza kucheza michezo 5 peke yake, akiweza kutoa assist 0 na kufunga goli 1 tu. Amepata injury nyingi ambazo zimemfanya mpaka kwenye timu ya taifa ya Congo DR siito kwenye AFCON kwa sababu ya injury, kwa bado hajakaa fit. So matatizo ya injury na vitu vingine yameweza kuondoa ile expectation, yale matarajio ambayo mashabiki wa Newcastle United walikuwa wakiyatarajia kuyapata kwa Yoane Wissa, wameweza kushindwa kuyapata. So ni swala la injury ambalo limeweza kumuaffect sana bwana Yoane Wissa. So akiweza kukaa sawa na sasa hivi amerudi, so tunatarajia kuona mwaka huu akiweza kufanya mabara akiwa na klabu ya Newcastle United. Hao ndio wachezaji 5 ambao watu wengi walitarajia makubwa sana katika dirisha kubwa la usajili, lakini bado wameshindwa kudeliver kile ambacho watu wengi walikuwa wakikitarajia. Sasa nikukumbushe kuendelea kupata story nyingi kama hizi, fanya jambo moja, gusa neno subscribe hapo kwenye video yako. Ukishagusa hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kupata update story zote kutoka hapa Super 12 ya Dino Television. Mimi naitwa Dennis Denominator. Nikukumbushe next video ni wachezaji 5 ambao wameweza kufanikiwa, waliosajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili barani Ulaya, hasa katika ligi kuu ya nchini Uingereza. Tukimaliza ligi ya Uingereza tutakuja na ligi nyingine tena, La Liga Santander, tutakuja na Serie A, tutakuja na Bundesliga na France Ligue 1. So utaweza kusema na sisi ni kitu gani unataka tuje nacho baada ya hii video. Hapa ni Super 12, baki na sisi kwa story mob zaidi za kimichezo.